Na kinachoendelea sasa hivi mitandaoni ni sakata la serikali, lakini pia na Gwajima ambaye ni askofu wa makanisa ya Ufufuo. Sasa iliyopo ni kwamba kanisa hilo la Ufufuo na Uzima hapa Tanzania limefutiwa kibali cha kufanya kazi. Hii ni kutokana na vitu ambavyo wao wameviweka. Sasa wengine watakuwa bado hawajajua hili sakata limetoka wapi mpaka hapa lilipofikia, kiasi ambacho kinaleta mvutano kati ya huyo askofu Gwajima na serikali. Na wote tunajua askofu Gwajima ni mbunge wa Kawe katika tiketi ya Chama cha Mapinduzi ambacho ndo chama ambacho kipo madarakani. Sasa haya yote yanatokea wapi? Nataka nikurudishe nyuma siku kadhaa zilizopita ambapo Gwajima aliweza kutoa msimamo wake juu ya hiki ambacho kinaendelea kwenye vyombo vyote ambavyo vilikuwa vinaongoza. Hapa nazungumzia ishu ya utekaji, ambapo yeye kwanza alianza kwa kuzungumzia sakata ambalo lilikuwa linaendelea la utekaji, ambapo alizungumzia vitu vingi sana. Vilikuwa ni vitu vingi sana ambavyo alivizungumzia juu ya sakata hilo, ambapo kwanza alianzia utekaji wa wengi ambao walikuwa hawana hatia lakini wanatekwa. Kwanza tu alianza kwa kuzungumzia ishu ambayo ilikuwa inaendelea katika nchi yetu, ambapo wengi watakuwa nakumbuka ishu za utekaji, ambapo Chadema watu wao wamekuwa wakitekwa sana. Kwanza taarifa inasema Askofu Josephat Gwajima, mbunge wa jimbo la Kawe na kiongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima, ametoa onyo kali dhidi ya vitendo vya utekaji vinavyodaiwa kushamiri nchini, akisisitiza kuwa Chama cha Mapinduzi CCM hakihusiki na utekaji na kwamba mtu yeyote anayetekeleza vitendo hivyo anafanya kwa maslahi binafsi, si kwa niaba ya chama hicho. Akizungumza Jumapili iliyopita, achana na Jumapili ya jana, Jumapili iliyopita katika ibada ya kanisani kwake wilayani Ubungo, Gwajima amesema licha ya kukosolewa na baadhi ya viongozi na wabunge wa CCM kwa kuzungumza hadharani kuhusu suala hilo, habadili msimamo wake dhidi ya utekaji, akisisitiza kuwa utekaji si sera ya CCM. CCM si chama cha watekaji. Mimi ni mwanachama wa CCM na sipingi chama changu, bali napinga utekaji. Hili nitalisimamia mpaka mwisho. Sitaki utekaji, ameeleza Gwajima. Kauli hiyo ya Gwajima imekuja baada ya kulaumiwa na baadhi ya viongozi na wabunge wa CCM kwa kuzungumza hadharani kuhusu utekaji na kupotea kwa watu nchini, huku akisisitiza kuwa hawezi kunyamaza wakati wananchi wanaendelea kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Lakini Gwajima amesema kuwa utekaji hauchagui mtu, kwani umewakumba raia wa kawaida, viongozi wa dini na hata wanachama wa CCM. Alitolea mfano wa Sheikh Jaribu Hadim Alfasi wa Zanzibar, ambaye alikutwa amefariki dunia Mei 28, 2025 katika eneo la Bumbusudi baada ya kutoweka. Hii ni baada tu ya kutoa tamko langu kuhusu utekaji, Sheikh Jaribu alipatikana akiwa amekufa, alisema Gwajima. Aidha ametaja tukio la kutoweka kwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoani Mwanza, Daniel Chonchorio, ambaye hajulikani alipo tangu Machi 23, 2025, akiongeza kuwa hali hiyo inapaswa kushitua jamii nzima. Watekaji wanamteka mwanachama wa CCM, kiongozi wa dini na mtu wa kawaida. Sasa ukinyamaza, hujui kama kesho wewe ndiye unayefuata, aliongeza. Katika hotuba yake, Gwajima ameeleza kwa hisia kuwa ni muhimu jamii kuonyesha huruma kwa waliopotea na familia zao, alisema.
Niliuliza, kama mwanangu Jordan angekutwa kama mzee Kibao pale Tegeta, ameng'olewa macho na kuuawa, ningejisikiaje? Kwa nini hatuoni kilio cha wanyonge? Mbunge huyo aliweka wazi kuwa msimamo wake haupingani na CCM, bali ni wa kusimamia utu, haki na binadamu na usalama wa raia. Amesisitiza kuwa yeyote anayempinga kwa hoja hiyo ana nia nyingine isiyolenga maslahi ya taifa. Pamoja na sakata la Sheikh Jaribu na mjumbe wa CCM Mwanza, Gwajima alitolea mfano tukio la kutekwa kwa mwanaharakati Mdude Nyangali ambaye hajulikani alipo tangu Mei 2, 2025 kwa mujibu wa taarifa ya Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya iliyotolewa Mei 10, 2025, uchunguzi wa tukio hilo ukiwa unaendelea. Lakini Gwajima alisema ataendelea kupaza sauti hadi pale ambapo vitendo vya utekaji vitakomeshwa nchini na haki kutendeka kwa wote waliopotea. Mara kadhaa Jeshi la Polisi Tanzania limekuwa likitolea maelezo ya watu kutekwa na kuuawa. Mnamo tarehe 24 Agosti 2024, msemaji wa Jeshi la Polisi DCP David Msime alitoa onyo kwa watu kuacha tabia ambazo zinasababisha watu kudaiwa kupotea na kutekwa, ambazo ni pamoja na wivu wa mapenzi, imani za kishirikina, tamaa za mali na fedha, lakini pia na kulipizana visasi. Aidha, alitoa angalizo kwa baadhi ya watu wanaozungumzia matukio ya aina hii kutumia majukwaa yao kwa uangalifu ili kutoleta taharuki na kujenga uhasama. Halikadhalika alitoa rai kwa viongozi wa dini, wazee wa kimila, wadau mbalimbali na wananchi kwa ujumla kuona matatizo hayo yanayotokea ndani ya jamii, hivyo waendelee kujenga misingi bora ya kuyazuia kuanzia ngazi ya familia. So hiyo ilikuwa ndo taarifa ambayo imetuleta mpaka hapa ambapo tupo, lakini kabla hatujafika huko kwenye kanisa lake kuweza kuzuiliwa kufanya shughuli zozote hapa Tanzania, hapa tunapata pia taarifa ambayo ilitolewa na mbunge huyu, mbunge wa mbunge Ruaga Mpina. Huyu ni mbunge wa Kisesa, mbunge wa jimbo la Kisesa Ruaga Mpina, yeye ambaye ilikuwa ni Mei 28 bungeni, yeye aliibuka na kukemea vikali vitendo vya utekaji hivyo ambavyo, hiyo kauli ambayo ilitolewa na Gwajima, lakini yeye Mpina akataka hoja za Gwajima zijibiwe, hana kinga ya kutokosolewa. Yeye alitaka hoja ambazo zimetolewa na huyu Gwajima zijibiwe kwa majibu ambayo yamenyoka na sio kuleta propaganda. Hii alikuwa akizungumza mbele ya wakazi wa Mwabuma jimboni Kisesa mkoani Simiyu. Mpina amesisitiza kuwa kutojali au kuoneana aibu katika kukosoana kumechangia kuzorotesha uwajibikaji serikalini na kuwaumiza wananchi. Mbunge huyo alimrejea Padri Charles Kitima aliyeshambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa wasiojulikana, akisema tukio hilo ni mfano wa namna hali ilivyofika pabaya na kwamba haiwezekani waziri mwenye dhamana aendelee kushikilia ofisi huku watu wakiumizwa hadharani. So hayo yalikuwa ni maneno ya Ruaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Sasa jioni ya leo mapema tumepata taarifa ya kanisa la Askofu Gwajima kufungiwa. Lakini kabla hatujafika kwenye hiyo taarifa ambayo yeye ameipokea pia, lakini kuna taarifa pia ambayo imetoka jana alipokuwa kwenye ibada yake, ambapo alisisitiza kuwa kanisa lake la Ufufuo na Uzima, yeye ametoa onyo kali dhidi ya vitendo vya utekaji ambayo ilikuwa inaendelea. Yeye hapa kwanza alisisitiza ishu ya kwamba msimamo wake uko pale pale wa kuendelea kuwaombea. Kwanza aliwaambia waumini wake kwamba
watafunga siku 7 kuanzia jana, ambapo alikuwa anatoa taarifa hiyo kwamba kuanzia leo tarehe 2 mpaka siku 7 zitakapofika watafunga kwa maombi kwa ajili ya kumwombea Tundu Lissu aliye mahabusu, lakini pia kuiombea serikali na mambo yote haya ambayo yanaendelea. Lakini kabla hayo hayajapoa, tukapata taarifa ya kufungiwa kwa kanisa lake, ambapo taarifa ilikuwa inasema serikali imetangaza kufuta usajili wa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima, siku moja hii baada ya kiongozi huyo kutangaza msimamo wake wa kuendelea kukemea vitendo vya utekaji na watu kupotea. Kwa mujibu wa msajili wa jumuiya ya kiraia Emmanuel Kihampa, kanisa hilo limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na kuchochea chuki dhidi ya serikali, jambo linaloweza kuhatarisha amani ya nchi. Katika taarifa iliyotolewa leo hii Juni 2, 2025, Kihampa alisema, kwa mamlaka niliyopewa, ofisi yangu inafuta usajili wa Glory of Christ Church. Kuanzia leo shughuli zote za kanisa hilo zitasitishwa mara moja. Nakala ya barua hiyo imetumwa pia kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura. Wiki iliyopita Askofu Gwajima alizungumza na waandishi wa habari akikemea vikali vitendo vya utekaji na kauli iliyokosolewa na baadhi ya makada wa CCM. Jana Juni 2 pia alipokuwa akihubiri alitangaza kuanza kwa maombi ya siku 7 katika zaidi ya makanisa 2000 ya Ufunuo na Uzima kuombea haki na amani ya nchi. So hicho ndo kinachoendelea kwa sasa hapa nchini. So tuendelee kuangalia ni nini ambacho kitatokea mara baada ya sakata hili, au kwa lugha nyingine unaweza ukasema hii ni vita ya serikali nzima ambayo inaenda kupigana na Gwajima. Hii vita sijui nani atashinda, lakini mpaka sasa Gwajima anaonekana kama anaongoza baada ya kuona taarifa hii ikienea mitandaoni, lakini yeye akiendelea kuhamasisha watu waende ibadani, waende kanisani, wakaendelee na ibada ya kufunga siku 7 kuiombea hii nchi, huku akisisitiza hii nchi ni ya wote.